Yes. Karibu Bar Sports. Yeah, this weekend tumeweza kushuhudia mechi mbili kati ya Simba pamoja na JKT, lakini pia kulikuwa na mechi kati ya Yanga pamoja na KMC ambao wao ni wenye nyumba wa uwanja ambao Yanga anautumia. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba yule ni baba mwenye nyumba na Yanga alikuwa ni mpangaji. Lakini kilichoenda kutokea ni kwamba mpangaji ameweza kutama mbele ya baba mwenye nyumba wake. So mechi iliisha kwa magoli 4-1. Kiufundi ukiweza kuangalia pale katika ile mechi ni kwamba Yanga japokuwa yuko vizuri na ameweza kushinda magoli mengi, lakini bado unaweza ukaona kuna struggles ambazo zipo katika timu yake. Sasa hivi timu imekuwa kwamba inategemea mchezaji mmoja mmoja, yani inategemea ubora wa mchezaji mmoja mmoja na uwezo binafsi kuliko timu. Yanga ambayo tumezoea kwa misimu kadhaa nyuma ilikuwa ni Yanga ambayo ina kasi, inacheza kwa timu, yani teamwork, unaona passes zinapigwa mpaka goli linakuja kupatikana. Lakini ukiangalia kwa mechi ya jana kipindi cha kwanza walibahatika kupata goli la kwanza mapema sana Yanga. Sio mapema kivu, lakini walipata goli la kwanza. Then baadaye KMC wakaja wakarudisha hilo goli. Na pale kidogo watu wakaanza kupata kidogo wasiwasi, wakaona mbona kama hii KMC inataka sasa kufanya maajabu au mabadiliko. Lakini kama tunavyofahamu siku zote KMC hajawahi kutamba kwa Young Africans. Ni ngumu sana na mara nyingi waga anajikuta akichezea goli nyingi sana. Kitu kingine ambacho tumekiona ni kwamba Yanga sasa hivi wana tatizo kubwa sana katika safu yao ya ushambuliaji. Prince Dube Mpumelelo mpaka sasa bado hajaonyesha kile kiwango chake ambacho watu wamekizoea kutoka msimu uliopita. Tunafahamu hata msimu uliopita kati amesajiliwa alianza kwa kustruggle, lakini mwisho wa siku akaja akajipata, akaingia akawa anapata fomu yake na akaenda vizuri. Lakini kitu ambacho tumekigundua katika kipindi hichi ni kwamba amekuwa kama ni mtu wa kukata tamaa. Kila anapokosa goli unaona kabisa hata muonekano wake wa sura unaonyesha kabisa kwamba hayuko sawa. Na sijui ni kitu gani ambacho kinamkuta Prince Mpumelelo Dube. Shida haijulikani mpaka sasa. Inawezekana labda ni anahitaji muda tena kurudi katika fomu yake ile ambayo alikuwa nayo mwanzoni, ama anaweza kawa na tatizo ambalo ni la nje, aidha la familia na kitu kingine. Lakini mpaka sasa tunaona bado anashindwa. Alafu amekuwa ni mtu wa msimu, amekuwa ni mtu ambaye anakata tamaa mapema. Kosa tu goli labda anakaa mwenyewe chini, anajilaumu na pia sometimes kuomba hata sabu. Ukiangalia mechi nzima KMC walikuwa wamejitahidi kwa uwezo wao, japokuwa tunafahamu kwamba hawako bora sana na wameweza kufungwa mechi kadhaa hapo nyuma kabla ya kukutana na Yanga. So moja kwa moja tunaweza tukaona kwamba KMC walijaribu kuitikisa Yanga lakini walishindwa. Waliweza kuwa na nidhamu ya kuzuia kipindi cha kwanza, waliweza kuzuia na pia walikuwa naweza kutengeneza nafasi, though walikuwa hawazitumii vizuri. Walikuwa wanafika hadi langoni kwa Yanga lakini walikuwa wanashindwa kutumia nafasi vizuri. Ikawapelekea kwamba kutengeneza nafasi moja ambayo waliweza kuitumia na wakapata goli moja kwa moja. So tukija tukiangalia issue nyingine katika uchezaji, Yanga walianza na wachezaji ambao yani shida ilikuwa iko mbele pale katika safu yao ya ushambuliaji, lakini baadaye walipokuja kufanya mabadiliko na kumuingiza Andy Boyeli, ikawa kidogo timu kidogo imepata balance na wachezaji wengine kuingia, kidogo ikawapa afueni Yanga na kuanza kuonyesha ule mpira wao ambao uko sawa, ambao watu wengi wameuzoea. So hii ni tatizo kubwa sana kwa mchezaji Dube. Kama asipoangalia kipindi hichi itakuwa ni mtihani sana kwake. Ukiachana na hilo, kuna competition sasa hivi kati yake yeye na Andy Boyeli. Tunafahamu Clement Mzize kwa sasa hayuko sawa na ana majeraha ambayo anaweza akamweka nje ya uwanja kwa muda wa wiki 2. Hii ni tatizo kidogo sasa, ambapo sasa Yanga wanajikuta wana striker mmoja tu ambaye anaweza kawa ni tegemezi, ambaye ni Andy Boyeli, na striker mwingine ambaye ni Dube. Tunaiona hali yake ambayo sasa hivi anapokuwa anakwenda ni kama anajitafuta na bado mambo yanakuwa ni magumu kwake. So hivi ndivyo mechi ilivyokuwa, na magoli yote ambayo Yanga wamefunga ilikuwa ni magoli mazuri sana. Unaweza kuona walifunga magoli mazuri, then mechi ilikuwa hivi. So unaonaje? Hii ni mechi ya kwanza ambayo kocha wa Yanga ambaye ni mpya ameicheza na ameonyesha tactics zake, yani ameonyesha ufundi wake ambao uko pale. Tuelezee hapo kwenye comments, unaonaje kocha huyu mpya wa Yanga, una mfumo wake na jinsi alivyoingia na uchezaji wake wa jana ambao ameonyesha
yuko sawa na yuko sahihi katika mfumo, na hii itakwenda kulikuwa sawa. Kitu kimoja ambacho pia kabla sijafunga hii video ningetamani kukuelezea ama ningetamani kuiweka wazi ni kwamba Yanga katika mashindano ya CAF wako katika group gumu sana, na ukiangalia kwa sasa wachezaji wao wengi, ukiachana na Pacome Zouzoua ambaye ndo anaibeba timu husika, yani yeye ndo peke yake ambaye sasa hivi unaweza kuona ni mchezaji pekee ambaye ana uwezo wa kuibeba Yanga mgongoni na akaenda nayo mbele. Yanga wamekuwa na struggle sana pale mbele sasa hivi. Pacome ni mtu ambaye muda wote kwa juhudi zake binafsi anaifanikisha Yanga kuwa mbele na kupata matokeo mazuri. Lakini sasa kwa ukiangalia katika grupu ambalo Yanga wapo katika CAF Champions League na uchezaji wao ambao umeonekana, inawezekana ni tatizo sana kwao. Inabidi wafanye mabadiliko ya haraka au wafanye mabadiliko ya kiufundi ambayo yatawafanya wawe bora katika siku za mbeleni katika mechi zao za kimataifa. So yangu ni hayo tu. Till next time, tukutane hapa hapa Baa Sports.